Miongoni mwa kazi yetu kubwa, shabaha yetu kubwa sana ni kuhakikisha kwamba tunatoa msaada wa sheria, tunatetea misingi ya haki za binadamu kwa jamii. Lakini ikiwa ni pamoja na kuishauri serikali katika masuala mbalimbali ya kisheria, utunzi wa sera, kanuni, ili sera zinazotungwa zikapate kuzingatia haki za makundi yote. Sera na sheria zilizotungwa zikapate kuzingatia misingi ya haki za binadamu. Na hayo ndio makubaliano yetu sisi na serikali. Tunasema kupitia katiba ya shirika au katiba ya Angels kwamba hayo ndio tumekuwa kwamba tutafanya haya, tutafanya haya, tutafanya haya. Kwa hiyo leo tumeona tutumie haki yetu hiyo tukiwa kama Watanzania na tukiwa ni kama taasisi, tuweze kuwasilisha waraka wa sera, yani policy brief, kwa kuzingatia sheria ya habari, ambao waraka huu tunapenda au tunahitaji kuwakilisha kwa serikali na wadau wote wa haki jinai pamoja na wadau mbalimbali wa maendeleo ya jamii. Waraka huu ukiwa na lengo la kuishauri serikali katika uanzishwaji wa mahakama ya kidijitali, yani tunasema digital court, ambapo tunaamini kwamba mahakama hii ya kidijitali itachochea na italeta amani zaidi kwa makundi yote. Ni kwa sababu jamii au umma na katiba kiujumla imetambua swala zima la haki kupatikana kwa wakati, basi kufungwa na masharti ya kiufundi, na imezingatia haki ya uwazi, yani ya hadhara. Ndio maana kuna mahakama ya wazi, tunasema open court. Na mahakama ya wazi ni moyo wa utawala wa sheria. Kutakapokuwa kunakosekana kwa uwazi katika jamii, hazila mbalimbali kwa kuwekewa masharti ya kiufundi, hii hujenga mashaka, hofu na kuchochea kufifisha imani ya jamii dhidi ya mahakama. Na katika tafsiri ya kifalsafa kuhusiana na mahakama ya wazi, yaani tunasema open court au open justice. Hapa ndio kidogo kuna kanganyiko. Unajua kuna baadhi ya vitu wataalamu wanataka sana reform. Kama ilivyokuwa kwamba Tanzania tuna police force. Tunasema kwa nini sio police service au force hii ndio ina kidogo inaleta shida kidogo. Kwa nini sio police service kama wenzetu? Kwa hiyo kuna open court au open justice, kwamba tunaweza tukaita hivyo. Ingawaje ukiniuliza mimi nitakwambia ni vyema tuite open justice. Kwa hiyo open justice haipaswi kufungiwa kwa dhana nyembamba ya kwamba ni pale kunapokuwepo kwa wananchi ndani ya viunga vya mahakama pekee. Ndani ya viunga mahakama pekee. Haipaswi kufungiwa katika dhana hiyo nyembamba, kwa sababu falsafa ya kina na ya kisheria huangazia kwa ujumla wake kwamba dhima nzima ya mahakama inatazamwa kama hekalu la haki, yani temple of justice linaloakisi, tunaita temple of justice. Kwa hiyo mahakama ya wazi si milango tu ya mahakama inayopitika, bali ni fikra, taswira inayoakisi, inayopaswa kwa jamii nzima kuhudhuria, yani aidha kuhudhuria mahakamani, kujifunza
na kushiriki katika mchakato wa haki. Hii ndio tunasema kwamba ni mahakama ya nini? Yaani kwamba hiyo ndio tafsiri ya kifalsafa, kwamba tuna tafsiri kama hilo ni hekalu la haki. Na katika tafsiri hiyo ya kifalsafa yenye asili katika tamaduni za kale, hata katika mfumo wa kisasa, kwa mfumo wa utawala wa sheria tunasema rule of law, mahakama ambapo ni mahali ni kwamba ukweli mbele ya jamii utangazwa, wanaodhulumiwa kurejeshewa haki zao bayana, serikali iwekwa chini ya uangalizi wa nini? Wa wananchi. Sasa kwa muktadha huo, na hivi karibuni nyinyi waandishi wa habari mmekuwa mkiripoti dhidi ya matukio mbalimbali ambayo yanaendelea katika nchi yetu, na hususan hii migongano ya kifikra, ya kimitazamo, ambapo jamii na wananchi wanaamini kwamba kufika mahakamani, kuhudhuria mahakama, hiyo ni haki yao, hawapasi kuzuiliwa. Na kumekuwa pia muda mwingine zikijitokeza vurugu za hapa na pale baina ya wananchi na wasimamizi wa sheria, tunasema au wenzetu wa police force, ingaje ningependa sana itwe police service, kwamba wanaelezwa kwamba kuna udogo ndani ya mahakama, lakini pia sababu za kiusalama, ambapo kwamba jamii, hata ukiniuliza mimi nitakwambia kwamba tukitumia sababu hizo pasi kuweka njia mbadala kama video au live stream, radio na vitu kadha wa kadha, hiyo ni sawa sawa na kumfungia mlango mwanafunzi, kwa sababu ile ni nini? Ni haki yake. Kwa hiyo tunapokuwa tuna ufinyu wa maeneo kweli mahakamani, kwamba ni lazima tutengeneze njia mbadala ili tusiendelee kugombana na wananchi na kuweza kuendelea kuchafua taswira ya mahakama zetu, kwa sababu mahakama ni pahali pekee duniani kote unajua kwamba ukienda mahakamani ni sehemu ambapo mtu uko salama, huwezi kushambuliwa, huwezi kusukumwa, huwezi kupigwa, kwa sababu upo katika muhimili mkubwa wa utoaji haki katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo katiba imesema ndiyo mamlaka ya mwisho. Kwa hiyo mwananchi ategemei kwenda kuzulika katika viunga vya nini? Vya mahakama. Sasa kulingana na ufinyu wa maeneo, ukuaji wa demokrasia na vitu kadha wa kadha, pia waandishi wa habari, nadhani kuna kitu kimoja kidogo kimenisikitisha, nilikiona hivi karibuni na nikana najiuliza na baadhi ya maofisa wangu, hivi kuna tamko lolote la ofisa wa polisi au makachero wetu wa detective, spy au askari kanzu lipo? Naona sioni. Ipo tamko lolote la mkurugenzi wa mashtaka lipo? Sioni. Haina kwaje? Kwa tamko lolote labda kupitia nani muhimili wa mahakama ambayo limetolewa officially? Sioni. Nasema hivyo ni kwa nini? Kwamba tuliona video maofisa mahakama, mawakili wakishambuliana ndani ya eneo la mahakama, na kisheria hakuna wakili yote au ofisa yote wa mahakama mwenye kinga katika matendo ya kijinai, na wadau wakubwa wa jinai ni jeshi la polisi. Sasa kuna watu wamefanya shambulio ndani ya viunga vya mahakama, mkono wa sheria kwa nini hauchukuliwi? Kwa nini hawatangazwi kwamba tumeshachukua hatua, tumefungua jadala la uchunguzi, au kama CCID au RCO au nani, tumefungua jadala la uchunguzi, tumewaitisha maofisa wa mahakama, haijalishi kwamba huyo ni wakili wa serikali, wakili wa kujitegemea kwa sababu hana kinga makosa jinai, kwamba tuendelea na uchunguzi, tunahoji, yuko chini ya ulinzi, ataelezwa haki zake ni zipi, na baada hapo hatua zingine za kisheria zitaendelea pindi uchunguzi utakapokamilishwa. Tuliyategemea haya. Tulitegemea pia kama ni ofisa wa mahakama amefanya vile, au kama ni wakili wa serikali, kama ni wa kujitegemea, ziko mamlaka ambazo zimemwajiri. Kama ni wakili wa serikali, maana yake yuko mwajiri wake, akiwemo mkurugenzi wa mashtaka, kwamba bwana sasa bwana, kulingana hiki kitendo ambacho umekwenda kuizalilisha tasnia na taaluma nzima ya sheria, yani kwamba mtu pekee wewe wakili huwa ni sehemu ya kuhakikisha kwamba amani inakuwepo sehemu yote ile, kulingania amani wakati wote ule. Sasa kamera zinakuonyesha kwamba unaanzisha vurugu ndani ya viunga vya mahakama,
alafu wewe unataka uendelee kuwa mtumishi wa umma. Hivi ni vitu kweli hapana. Na nitasema pia nataka nimwambie huyu afisa malalamiko na mahusiano, wakili wetu hapa Shabani Ibrahim, hebu tuandikie jeshi la polisi. Kama hakuna mlalamikaji basi tuseme sisi ni sema mlalamikaji katika hili. Na kelime limetokeza kidogo. Na tulitegemea hatua kali na matamko makali yaweze kutolewa dhidi yao, aidha kuweza kusimamishwa kabisa wakili, kwa sababu wakili yoyote anapewa kibali cha kuingia mahakamani na jaji mkuu. Sio kwamba Wizara ya Katiba na Sheria au nini, ni jaji mkuu ndio anampa practicing certificate kwamba wewe sasa unaruhusiwa kuingia katika mahakama yetu, kwamba yeye ndio mwenye mamlaka na hao wote. Sasa kupitia ile imetutia hofu, tunaona kama kuna mashambulio dhidi ya wananchi, kugombana na maofisa wetu na kuchafua taswira nzima ya serikali. Kama kumekuwa maofisa wa mahakama wanalumbana ndani ya viunga vya mahakama, sasa je, usalama wa majaji unakaaje? Wa mahakimu unakaaje? Wa mtuhumiwa unakaaje? Hususan katika makesi makubwa sana haya ambaye umma anataka ifuatiliwe, kwa sababu unapomshtaki mtu kwa kesi ya ugaidi au uhaini, utekaji nyara, aidha mauaji, kwamba ni kesi inakwenda munkari sana za kijamii, miemko sana ya kijamii. Kwa hiyo tukasema kupitia hili sasa, ni kwa nini sasa tusishauri serikali kuanzisha hii digital courts, yani iwe kuna sera, sheria na kanuni. Kwa sababu watu wanaweza kusema mbona Kisutu ilifanyika? Ni kweli mahakama Kisutu ilifanyika, lakini hakuna sheria, sera wala kanuni ambayo ilikuwa inaruhusu hicho kitu. Kwa hiyo ile ni mahakama yenyewe. Na ndio maana alivyoenda mahakama kuu, hata alivyoomba mtuhumiwa Tundu Antipas Lissu katika kesi ya Main Current, majaji walimueleza kwamba hakuna sheria ambayo inawalazimisha kufanya hivyo, kwamba kuruhusu live stream, ila tunayo sheria ambayo inaruhusu visual court. Yani visual court ni kwamba mahakama kuendesha mashauri kwa njia ya video conference, yani teknolojia ya video conference. Sasa visual court ni sehemu ndogo sana katika digital courts. Maana digital courts manake itabeba yote, live stream, maana mahakama za kidigitali, ushahidi wa kupokea nyaraka za kidigitali na vitu mbalimbali vya kidigitali, ambayo hii pia itaweka mazingira salama kwa pande zote. Kama na digital courts, wewe mtuhumiwa huko Ukonga au huko Segerea au huko katika kizuizi chochote katika viunga vya majeshi yetu, jaji anaweza kukaa ndani ya mahakama yake, waendesha mashtaka wanaweza kukaa ndani ya ofisi zao, mawakili defense counsel za kuwa ndani ya ofisi zao, wananchi wakakaa majumbani kwao au sehemu za runinga, sehemu zinazopatikana internet, na wakafuatilia mbashara kwamba vitu vinaendelea, wananchi wanakuwa wanafuatilia. Kwa maana hiyo ni kwamba kunakuwa usalama zaidi kwa pande zote. Lakini pia tunakuwa gharama. Unajua siku zote unapokuwa kuna watuhumiwa kama hawa wa makosa makubwa sana, hususan hawa watu ambao wenye ushawishi mkubwa sana wa kisiasa, maana yake ni kwamba hii inakuwa inafuatiliwa na wengi. Na ulinzi wake, maana bajeti yake ya ulinzi inakuwa ni kubwa, kwa sababu lazima tutumie magari. Na miundombinu yetu sisi maana yake tunatumia magari. Na magari pia kuna foleni. Lazima tu tuna askari wa kutosha wa magereza, maana hata kama ikija kutokea gari imeleta shida, maana watu wajipange vizuri katika nani nzima ya kiulinzi, kuhakikisha kwamba mtuhumiwa na wote walio mule hawafanyaje, hawaathiriki. Sasa hapa tunakuwa tunatumia, lakini pia hawa maofisa wa serikali maana yake wanakuja mahakamani kwa gharama zetu, kodi za wananchi. Sio watakuwa wanalipa PDM au la, lakini ni fedha za wananchi. Ile hali kwamba kama tutapokuwa tuna digital court itaruhusiwa hii live stream, maana yake ni kwamba itapunguza gharama hizo. Na mazingira ya usalama yatakuwa sawa sawa. Kwa hiyo tunaona kwamba solution haya yote ni kuanzisha hii digital courts, iwepo kwenye sera, iwepo kwenye sheria, iwepo kwenye kanuni. Na tuhakikishe kwamba hizi sheria, kanuni na sera zinalinda usalama wa taifa, zinalinda haki za makundi yote. Kwa sababu kusema tu wananchi waje mahakamani tu kufuatilia hii kesi, tujiulize, kuna wale watu ambao ni makundi maalum kama walemavu. Kuna walemavu ambao hawana miguu. Kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ni mtihani. Je, na hawa nao wanawezaje kufuatilia? Lakini tutapokea digital courts, manake mtu akiwa na simu janja atafuatilia pale alipo. Live stream kama sitaruhusiwa. Kwa sababu ni haki yake kufuatilia, ni haki yake kujifunza. Kuna wenzetu, yaani makundi mbalimbali tunavyosema
yenye ulemavu yako makundi mengi, ambapo pia wao wanakosa ile fursa ya kuingia katika milango ya mahakama na kuweza kujua kile kinachoendelea, ambayo ni haki yao ya msingi. Lakini pia moja ya faida ya digital courts manake ni kwamba watu watajifunza sheria kwa vitendo, kwa sababu sisi kazi yetu tunataka kwamba kila mtu anaelewa sheria. Unajua kila mtu anapoelewa sheria manake ni kwamba kwanza atengeneza jamii kujiamini, kwamba jamii najua haki zake, kwamba haki zangu ni hizi, serikali imetunga sheria, kumbe mipaka yangu mimi ni hii, na huyu mtu hataki kuingilia mipaka yangu ni hii, kwamba wajibu wangu ni hii, kwamba mkataba kijamii social contract umeelezaje, kwamba mamlaka au sisi wananchi tuna wajibu wa kutii mamlaka tukihakikishiwa usalama wetu, ulinzi wa haki zetu, kwamba hiyo ndio social contract. Haki zetu kwamba kulindwa ule uhuru, freedom of speech na vitu kadha wa kadha. Kwa hiyo moja ya faida ya digital courts manake pia inapeleka elimu kwa jamii. Kwa jamii inajifunza moja kwa moja. Hivi karibuni jamii imeanza kufahamu kwamba kumbe wanasheria wameanza kuchambua, kumbe hivi maana kesi ya uhaini ni kitu gani? Kumbe ilisemwa hivi, mtu anayepekua anaangalia. Sheria kiganjani anatazama. Mbona anaenda sema mara download anaangalia sheria hivi, kumbe hichi kitu ndio maana ya uhaini. Kumbe maana ya ugaidi ni kitu hiki. Kumbe maana hiki, kumbe kesi inaeleshwa hivi. Kwa hiyo moja ya faida ya digital courts maana yake ni kwamba wananchi wanaweza wakajifunza masuala ya kisheria moja kwa moja na kupata ile haki yao ya habari moja kwa moja. Sasa wito wetu ni nini kwa serikali? Wito wetu wa serikali moja ni kutunga sheria ya uwezeshaji wa mahakama za kidigitali. Katika lugha ya kigeni tunasema Judicial Transparency and Digital Access Act. Huo ndio wito wetu kwa serikali, kwamba itunge sheria. Lakini pia vile vile ni muhimu kuweka bajeti ya tehama kwa mahakama. Lakini kuwashirikisha wananchi katika hatua za utekelezaji wa mabadiliko haya. Na ikiwezekana ni pamoja ni kwamba kuanzisha idara ya habari ambayo inaweza kuwa chini ya ofisi ya jaji mkuu katika kuweza kuratibu vitu vya namna hii. Lakini pia vile vile ni serikali tunapojenga hizi mahakama za kidigitali, manake pia serikali itakuwa ina wajibu wa kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma hii kwa ukaribu zaidi, hata kupitia vituo vya ofisi za kata, serikali za mitaa au vituo vya msaada wa kisheria, kwamba lazima waanzishe kule, na kama kuna makesi kama haya watengeneze access za internet, kwamba wananchi wanaweza kwenda pale wakawa wanafuatilia mjadala kama hii ambayo itakuwa inaendelea. Kwa hiyo mimi nikasema ni kwamba haya ni kwa ufupi tu ambayo tumeeleza, lakini kwenye dokumenti ambayo tutaiwasilisha pia ikiwemo kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Katibu Mkuu wa Wizara ya Katiba na Sheria, Katibu Mkuu wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, lakini Commission of Law Reform na wadau mbalimbali wa haki za binadamu, kwamba tumeiandika vyema, ambapo ina vitu vyote ambavyo vimezingatia. Tumetengeneza quotation za kifalsafa, lakini pia vile vile tumetoa mifano ya nchi ambazo zinatumia digital courts. Tumesemea kuhusu mikataba ya haki za binadamu ambazo sisi za Afrika ambazo sisi tumeingia, ikiwemo kwa mfano labda United States au United Kingdoms wamekuwa wakitumia hizi digital courts kurusha mubashara masuala kama haya. Kwa hiyo tumekuwa tumeeleza pia kwa kina sana. Kwa hicho ndio kitu ambacho tukasema leo tukiwasilishe kwenu ndugu zetu waandishi wa habari. Lakini pia vile vile kitu kingine cha kujazia, tunapokutana hapa ni lazima tuweze kukumbushana katika mambo ya msingi. Moja ya mambo ya msingi kwamba Tanzania au taifa liwe lina amani, ni sharti kuwepo kuna misingi ya haki kwa pande zote, na kila mtu tufanye kazi kwa kuheshimiana. Yaani ofisa majeshi wafanye kazi kwa mpaka yao, kwa sababu wamesema kwamba miongoni mwa kazi zao na kwa mujibu wa viapo vyao
na kwa mujibu wa kanuni za maofisa wa majeshi au ofisa wa polisi ni kuheshimu katiba na haki za kiraia. Kwa hiyo ajue mipaka yake, na mwandishi wa habari naye afanye kazi bila kuingiliwa taaluma yake, kwa sababu jamii ina haki ya kupata habari kwa wakati. Kwamba ni vyema sana kusiwe kuna sintofahamu au watu wakahisi kwamba waandishi wa habari wanaambiwa habari labda inaweza kaenda isiende, au mwandishi wa habari akachukua story ambayo wananchi wanataka kuipata alafu akaogopa kuipeleka. Kwamba ni lazima kwamba sheria habari ifuatwe. Kama umesema kuna ithibati, kama kuna nini, kwamba wananchi akizi vigezo vya habari, balance story, hakikisha story hii na manufaa kwa umma, ili umma upate kitu ambacho ni sahihi. Wadau mbalimbali wa haki za binadamu, taasisi za NGOs na nini, nao pia wafanye kazi wa kujua mipaka yao, na wananchi wafanye kazi kwa kujua mipaka yao na wajibu wao, ili mradi sote tuheshimu sheria kama zinavyoelekeza. Na hivi karibuni pia tuliwahi kuzungumza katika mada iliyopita, ndugu zangu waandishi habari, kama mtakuepo, tuliwahi kuzungumza swala zima la social contract, na kuna vitu tuliweza kushauri kwamba ikiwezekana hiki kitengo chetu ni dhamana ya ulinzi wa raia na mali zake, kiunde kitengo cha uchunguzi kuhusiana na watu ambao wanapotea, yani missing person investigation unit. Kwa sababu kwamba matukio yanaripotiwa, ni kweli yanachunguzwa, lakini pia wananchi tuna haki ya kufahamu ukweli wa haya mambo, kwamba kweli huyu mtu amepotea, amejipoteza au amepotezwa katika utaratibu gani. Kwa sababu watu wanakuwa mara nyingi sana wanaweza wakaraumu majeshi yetu. Kwa wapo wengine ambao wanakuwa na nia mbaya kutaka kuchafua majeshi yetu. Lakini unapokuwa kimya, maana yake unaweza ukaita kitu ambacho kikajenga dhana nyingine ambayo kama ukachonganisha wananchi na serikali yao. Kwa hiyo ni vyema kama kuna taarifa za watu kupotea zifanywe kazi kwa wakati, majibu yapatikane kwa wakati. Kwa mfano mtu anasema kwamba labda amepotea, taarifa zake zilipotiwa labda alikuwa yuko ndani ya nchi au yuko nje ya nchi. Je, aliingia lini, ametoka lini? Uhamiaji wanazo taarifa. Ni vyema kupata taarifa kwa wakati na kuja kuomba kuambia tumefanya uchunguzi, tumefuatilia kwamba mtu huyu inaonekana mara mwisho alikuwa nchi fulani, amegonga pasipoti yake alikuwa sehemu fulani. Tuondoe huu mkanganyiko ambapo watu wanakuwa wananungunika, na hatuwezi kusema kwamba watu wanunguniki ili mradi kwamba sisi wengine ambao tupo kwenye jamii tunakaa kwenye vijionongwa, vijio vya kahawa, tuna watu wanasemea chini chini, wananyoshiana vidole, labda hivi. Sasa vitu hivyo vitaanza kutengeneza sintofahamu katika jamii. Na tukikaa kimya hapa, manake hatuzibi ufa, maana hatujenga ukuta. Kwa ni vyema sana tuwe na vitengo imara, ambapo kama kuna watu na dhamira ya kuichafua serikali, tuchukue hatua kwa haraka. Ni kama kuna kweli kuna watu wachonganisha na serikali kuvunja mkataba wa kijamii, tuchukue hatua kwa haraka. Haijalishi ni nani, anatoka wapi, kwa tatizo gani. Kwamba hizi ni haki zetu. Kwa hayo ndio ya msingi sana ambayo ningependa tuweze kuelezana kwa siku ya leo. Na katiba imeelekeza kila baada ya muda gani tunapaswa kwenda kwenye uchaguzi. Kwa sababu imeeleza kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wabunge, na madiwani kwamba watakaa madarakani au watapata ridhaa ya wananchi, kwa sababu wananchi ndio wanaweka madarakani kupitia chaguzi huru. Kwa hiyo kushiriki uchaguzi, hii ni haki ya kikatiba. Hilo ni jambo la kwanza. Kwa hiyo kila mtu anapaswa kuitumia haki zake. Lakini kuna yule mwingine ambaye anasema ingawaje ni haki yake ambayo ipo kwenye katiba, lakini yeye ana imani yake nyingine, kwamba labda kwa sababu sheria imesema kwamba wagombea ambao wanataka kupewa dhamana ya kuongoza nchi watatoka katika vyama vya siasa. Ni sharti kuwe kuna vyama vya siasa, kwa sababu hatuna sheria ambayo imeruhusu mgombea binafsi. Kwa hiyo labda wapo ambao wanaamini kwamba yule nimemtaka mimi, naona kama chama changu hakishiriki katika chaguzi huu, ambapo alikuwa anaamini labda viongozi wazuri ningeweza kuwapata sehemu fulani. Wanaamini, wanasema kwamba wao wanataka reform na chama kimejitoa. Sasa kama wewe unaona kabisa unajinyima haki yako ya kwenda kushiriki, haki ya kupiga kura, usimbuguze mwenzako ambaye anataka kuitumia haki ya kwenda kupiga kura. Kwa kila mtu amini katika imani yake, lakini tujue kwamba uchaguzi ni toka la sheria, uchaguzi ni toka la kikatiba. Kwa ni sharti kila mtu tuaminiane katika kufanya maamuzi. Kwa hiyo ni kwamba na njia pekee ya kuweza kutengeneza amani ni kuzungumza, kufanya reform. Sio kuzalisha maandamano, ingawaje pia kisheria ni haki,
Lakini siku zote tunajua watu wanapoandamana maana yake wanaandamana wakiwa na hasira. Unapoandamana maana yake unaweza ukavuruga amani. Kwa hiyo ni vyema sana kabla ya kuchukua hatua nyingine tukae mezani. Tukae tuzungumze kwa sababu sisi ni waungwana. Tumelelewa katika misingi ya kiungwana. Waasisi wa taifa letu wamelelewa katika misingi ya kiungwana. Ndio maana tuna katiba ya ujamaa. Na hapa nikasema kuna siku pia nitakuja kuandaa mjadala kwamba tuna katiba ya ujamaa, lakini kwenye masuala ya uchumi kuna misingi kama ya kibepari ndio tukasema kwa sababu soko la ushindani baina ya biashara na mjasiriamali. Kwamba tuna katiba ya kijamaa lakini ushindani wa soko katika masuala ya biashara na ujasiriamali imechukua misingi ya kibepari. Kwa ni vyema turudi kwenye ujamaa. Hizi ndio vitu ambavyo tukasema ni vitu ambavyo lazima tukae tuzungumze lakini katika njia rasmi. Kwa hiyo tunaomba tu kwamba watu wanashiriki uchaguzi katika hali ya amani. Kusiwe kuna sintofahamu za kuhamasisha vurugu, fujo, kwa sababu vurugu zozote ni makosa ya jinai. Kwamba ifahamike kwamba mtu utaposababisha vurugu, fujo, kwamba utakumbana na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Na ninavyosema utakumbana navyo maana yake ni kwamba utakamatwa, utakuwa chini ya kizuizi kwa mujibu wa sheria, utachunguzwa na unawezekana ukashtakiwa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo uchaguzi ni jambo la kisheria, ni jambo ambalo linahitaji amani. Kwa hiyo yule mtu anaamini katika misimamo yake basi amini akae nyumbani. Yule anaamini kwamba ni vyema akaitumia hiyo haki yake ambayo kikatiba basi akatumia haki yake kikatiba.